Baba yetu na Mungu wetu ni hai mtakatifu, Mungu mkuu. Tazama jinsi ambavyo wanao tumekutana pamoja. Na azimia yetu ni moja, kukuabudu wewe. Lakini lengo kubwa tukutane nao katika mahitaji yetu. Pamoja na kuwepo pamoja watu wangu wanakuhitaji katika mahitaji mbalimbali. Wenye changamoto ya afya, wanaokuhitaji kwa habari ya changamoto za kazini. Neema yako ipate kuwa na wao. Wafungulie mlango wa baraka, wafungulie mlango wa neema. Fungua mlango wa kutokea kwenye changamoto zao. Fungua mlango wa kutokea kwenye mapito yao. Fungua mlango wa kutokea kwenye shida wanayokutana nayo. Fungua mlango wa kutokea kwenye jaribu hilo katika jina la Yesu. Fungua mlango wa kushinda vita hiyo. Fungua mlango wa kuvuka vikwazo. Fungua mlango wa kuvuka vizuizi. Fungua mlango wa kutoka kwenye mapesa, kwenye misiba, kwenye maumivu anayopitia, kwenye shida ngumu anayopitia, kwenye hali ngumu anayopitia. Katika hali hiyo ya farakano, fungua mlango wa kutoka. Bwana, fungua mlango wa amani, fungua mlango wa usalama, fungua mlango wa ushindi, fungua mlango wa afya, fungua mlango wa baraka katika shughuli na kazi alizonazo. Neema ya Mungu ipate kuwa naye katika jina la Yesu Kristo. Bariki watoto wako katika mahitaji yao, wabarikie haja za mioyo yao, wape Mungu haja za mioyo yao, wanaohitaji kwa ajili ya afya, ajili ya mipango mbalimbali. Wafungulie mlango, wapate njia, wafungulie mlango wa kutokea, achilia mlango wa baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninamshukuru Mwokozi wetu, ninaomba haya kiamini ni katika jina la Yesu. Mungu ni mwema, tumetuleta leo tena tuweze kujifunza neno lake. Nilikwambia wiki iliyopita ile Mungu anaweza kuleta majibu kwa njia ya neno, na lile neno linakuwa limebeba maelekezo ambayo yana majibu ndani yake. Ukisikia neno la Mungu, Mungu anakusemesha Jumapili kama ya leo, nia yake ni kwamba utumie neno hilo kwa ajili ya msaada wa yale yanayokutatiza. Unaweza ukawa na maswali mbele za Bwana, kuna mambo yanakupa utata, lakini Mungu anaachilia neno siku ya Jumapili. Unalitumiaje? Unalichukuaje? Unaliletaje kwenye maisha yako ili lete matokeo? Watu wengi ni wazembe sana. Anaweza kusema kwa kweli leo Mungu amesema na mimi, lakini hakuna hatua. Kama limebeba maelekezo ya yeye kuchukua hatua. Unajua neno la Mungu linaweza likaja, lakini ndani ya lile neno au ndani ya ule ujumbe kuna wajibu wako. Umechukua wajibu wako? Hapana. Ukichukua wajibu ulioko ndani ya neno ukalifanyia kazi, kwani Mungu alileta kwa wakati huo. Bwana huwa analituma neno lake lipate kuwaponya watu na maangamizi yao. Wakilitumia, wakiliishi, wakilibeba, wakalifanyia kazi, Mungu huonekana kwao. Sasa siku ya leo andika hivi. Ni andika kuomba maadui waharibikiwe. Sasa unaweza nikoa somo tata kwa kuomba maadui waharibikiwe, au maombi ya kuomba maajenti wa shetani, mawakala wa shetani waharibikiwe. Kwa lugha nyingine ni kutangaza mabaya juu ya watesi ama juu ya maadui, ni kutabiri mabaya juu ya maadui. Kwa nini somo ngumu namna hii? Ina maana yake kubwa sana yenye matokeo makubwa kwenye maisha. Maombi haya sio kwamba unaanza wewe kuomba ya kuomba waharibikiwe maadui. Maombi haya yaliombwa na watumishi wa Bwana, mashujaa hodari na majasiri kabisa, kama akina Daudi. Waliomba maombi haya ya kumwambia Bwana maadui zao waharibikiwe.
maajenti waharibikiwe. Lakini maombi haya yanaweza yakafanya kazi kutegemea na mazingatio yafuatayo. Maombi haya ni mazuri, lakini sio kila mtu anaweza akaomba. Kuna sifa ambazo unaweza ukawa nazo zikakupa nafasi ya kumwambia Mungu, maana haufanyi wewe, ila Bwana ndiye anaenda kufanya kuharibu wale, ndio anaenda kuwafanya waharibikiwe maadui, watesi, wajumbe wa giza. Ukisema maagenti ni mawakala, mabarozi, wajumbe, tume kutoka sehemu fulani ambako kunaandaliwa mabaya, ambako kunaandaliwa uhalifu, ambako kunaandaliwa upinzani. Kwa hiyo maadui ni wapinzani, adui ni mpinzani. Sasa kuharibikiwa adui ni kuharibikiwa mpinzani. Ili wewe upate kwenda ufike unakopaswa kufika, huyo anayekuzuia njia aharibikiwe, afeli, ashindwe, aangushwe, ili wewe upate kupita. Maana kama adui hataharibikiwa njia, wewe utaharibikiwa njia. Anayekuzuia wewe kufikia mambo, asipoharibikiwa, wewe unaharibikiwa. Ama zako ama zangu. Sasa unaamua nifanye haya maombi, kwa sababu nisipofanya yeye anafanya ya namna hii kwa ajili yako. Adui shetani ana mikakati ya kuzuia jema kwako, ya kuzuia kila jambo la baraka. Anapinga, na hapingi, anatuma mpaka na mawakala. Wanakuja, wanajaribu kutumia mbinu za ndani, wakati mwingine ziko secretly, huwezi kubaini kwa haraka. Lakini Mungu ashukuriwe, ana uwezo wa kudhihirisha maadui wa siri na wawazi. Kuna watu walikuwa na ujenzi wa hekalu, wakati wanajenga, maadui zao wakaja na sadaka nono ya ujenzi, wakisema tunataka kushirikiana na nyinyi, tunamjua Mungu wenu, tunamuelewa vizuri, na sisi tunamtolea na sadaka, tunataka tushiriki kwenye ujenzi. Lakini watu wakawa na macho mangavu, watumishi wa Bwana akina Zerubabeli na akina Yoshua wakawa na macho mangavu, wakawabaini kwamba hawa sio marafiki, hawa sio wajumbe wa Bwana, hawa ni mawakala wa shetani. Lililoko mioyoni mwao sio jema kwa ajili ya safari ya ujenzi huu. Nia yao ni mbaya, sio nzuri. Walipobaini wakawaambia wazi, hatupaswi kushirikiana na nyinyi, hatuwahusu kazi. Wakawakataa. Hata kama una uhitaji wa michango kwa ajili ya ujenzi, hata kama una uhitaji kwa ajili ya maisha yako, lakini angalia, agenti wa shetani anaweza akaja kama msaada, akaja kama jibu la swali ulilonalo. Usipokuwa na macho ya kiroho, ukampa mkono wa shirika, kesho unaanza kujuta. Sikujua, lakini right ungejua. Vita hivi kuvipigana, maombi haya yanaombwa na watu wenye ufahamu, wanaojitambua na wanaojua yanayoendelea. Lakini asiyejua vita iliyopo, sio rahisi akaomba maombi haya. Maombi haya yalikuwa ni maombi ya kuhitaji msaada wa Bwana aingilie kati kumwokoa Daudi na kuangamiza wale maadui zake. Lakini yalikuwa ni maombi ya kuomba kisasi cha Bwana juu ya watesaji. Bwana asifiwe. Kwa hiyo haya maombi sio ya kawaida. Ni maombi ya mtu anayeelewa kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Anaelewa nini kilichopo kinachozuia hatua zake. Huyo anaweza kujikita, na anavyoomba, anaomba kwa uzito wa aina yake. Kwa hiyo kuna sifa, kuna mambo ya kuzingatia ili kusudi maombi yako yapokelewe na Bwana, ya kumwambia Mungu, pigana wanaopigana mimi, gulubiko, kwamba maadui haribikiwe. Yale maombi ili yapokelewe, mhusika anapaswa awe na mazingatio yafuatayo. Jambo la kwanza, kama unataka kuomba maombi haya, lazima uzingatie jambo la kwanza, sifa za muombaji. Sifa za mtu anayeomba haya maombi. Yeye ana sifa gani mbele za Bwana? Kwa sababu Mungu hujihusisha kufanya ama kuitika ama
kujibu yale maombi kwa kuangalia yule anayeomba ana sifa gani. Unaweza ukaitumia kama desturi wanayoitumia wengine, wao wakaitumia alafu ikaleta matokeo, wewe ukatumia maombi na yasilete impact kwako, yakaleta negative impact badala ya kuleta positive, kwa sababu ni hatari kwako pia kama wewe huna sifa. Bwana anamwambia mtu mmoja, una nini wewe kuitangaza sheria ya Bwana? Kwa sababu wewe huna sifa. Kuna watu fulani wakasema kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, tunawaamuru mtoke, tunawakemea, tunawapisha. Yale mapepo yakawauliza, Paulo tunamjua, Yesu tunamfahamu vizuri, lakini nyinyi mnaotutukana ni akina nani? Kwenye hiyo ofisi ya Yesu nyinyi ni akina nani? Wakaonekana hawana hata cheo kidogo. Wakazurika vijana, wakalaluliwa na mapepo, wakaondoka pale wako uchi wanakimbia, kwa sababu wametumia. Kwani hiyo silaha ni ya kuzuru maisha yao au ya kuzuru adui? Kwamba kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo tunakuapisha uondoke. Hivi inaweza karudi kamgonga tena naye itumia? Mbona iliwagonga tena? Kwa hiyo kwenye maombi ya vita sasa unaweza ukashangaa unakoki mashine yako, kumbe mdomo wa bunduki umetazamishia kwako. Wakati unakoki hivi inarukia kifuani kwako, unajimaliza kwa silaha yako mwenyewe. Sasa lazima uwe na mazingatio unapotumia silaha, uwe na uwezo wa kuzitumia silaha. Unazifahamu zinatumikaje? Sio kashangaa umetunza bomu ndani, siku moja tukaamka umeteketea mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ukiwa na bomu ndani, uwe na uwezo wa kulitekua. Sifa ya kwanza ni mwombaji huyu awe na ana maisha gani mbele za Bwana? Kwa maana ipi? Una uhusiano gani na Mungu kiasi cha kumtuma aende kukulipizia kisasi, aende kupigana na wanaopigana? Una sifa, una uhusiano gani na Mungu? Wewe unahusiana vipi na Mungu kiasi cha kumwambia aende akakupiganie, akashiriki kwenye kesi ya kwako? Wewe ni nani kwa Mungu? Una uhusiano upi? Ushirika wako na Bwana hauna relationship yoyote na Mungu, alafu unamwambia Bwana pigana nao. Wewe nani unanituma kupigana na watu? Unajua vita mpaka nafunga safari kwenda kupigana vita. Basi tunaheshimiana sana. Hata wafalme walikuwa wanaulizana, Bwana mimi kama ni rafiki yako, ni ndugu yangu, kuna watu wananichokoza, uko tayari kuambatana na mimi kwenda kupigana na maadui? Kama kweli ni rafiki yangu, uniunge mkono katika vita vya nilivyo navyo. Ukiwa na marafiki ambao hawaungi mkono, hawasapoti, yani wewe wakati unapambana vita wao wanakuwa against na wewe, kuna rafiki. Kama ni rafiki wa kweli, anashiriki vipi kwenye vita yangu ya kiroho nilionayo? Kama ni rafiki, anashiriki vipi katika mapambano nilionayo ya kupigana na watesi wako? Kwa hiyo unapokuwa na rafiki ambaye ni Yesu, una ujasiri wa kumwambia Bwana, wale maadui zangu Bwana nakusihi waharibikiwe, kabla hawajaniharibu waharibikiwe. Wameniandalia mauti, wamechimba shimo kwa ajili yangu, naomba wadumukie kabla ya saa ya kudumukia mimi, wakuta wameshadumukia wao, mimi niwe salama. Amen. Mtego wao uvunjike, mimi niokolewe. Bwana asifiwe. Wanaoniwinda huo mtego walipukie wao, pate hasara. Kwa hiyo jambo la kwanza ni uhusiano wako na Mungu. Kuna watu wanaweza kuwa wanaomba tu, lakini hawana uhusiano hata kidogo na Bwana. Bwana hawezi kuitika maombi ya mtu ambaye hana ushirika. Ndio maana Bwana anasema maombi ya mwenye dhambi hayasikilizwi. Hayo ni maombi nyeti sana. Alafu naombaje tu kirahisi, maana maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Anasema kwamba mkono wa Bwana sio mfupi, wala sikio lake sio zito, hata siwezi kusikia ukoko. Lakini dhambi za watu zinawafarikisha wao na Bwana, zinatofautisha, kuwafarikanisha, inawafanya kuwepo na tofauti kati yako. Kama wewe na Mungu ni mko tofauti, mna tofautiana, unawezaje kumwambia Bwana akawapiga wale unaotofautiana nao, wakati hata wewe unatofautiana na Bwana? Kama kuna
tofauti baina yako na Mungu. Unawezaje kuwa na ujasiri wa kumwambia akapigane na wanaotofautiana na wewe? Maana hata wewe Bwana umemfanya kuwa adui yako. Unajua mnaweza kutofautiana kitu kidogo sana mbele za Bwana. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 63 mstari wa 10. Kuna maneno yanazungumza watu wanaacha kumsikiliza Roho Bwana, ghafla Roho Bwana anakuwa adui yako, anaanza kupigana nao. Sasa ndio unayemtegemea aende kukupigania, alafu sasa amegeuka kuwa adui yako. Katika safari ya wana wa Israeli ile Kutoka 23 mstari wa 20, Bwana akamwambia, mbele yenu nitaweka malaika, jitunzeni mbele yake, msikilizeni yeye, msije mkamtia kasirani, maana siku mkimkasirisha hawezi kuwasamehe. Lakini kama mkimsikiliza huyo malaika mtuma mbele yenu, ndipo atakuwa adui wa maadui zenu, mtesi wa watesi wenu, na nitapeleka utisho mbele yenu, nitapeleka mavu mbele yenu, hakutakuwa na mtu atakayesema mbele yenu. Anazungumza mengi, ukiteremka anakwenda, maadui hawawezi kusimama, atapeleka jeshi lake. Malaika atakuwa adui wa maadui zenu, lakini unamsikiliza. Kama wewe hausikilizani, sio mtiifu, sio rahisi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo lazima ushirika wa kwako na Mungu ni kipaumbele cha kutazama. Unahusiana vipi na Mungu? Unayemtuma au unayemwelekeza, unayemwambia akashughulika na jambo hilo. Uhusiano wako ukoje? Ushirika wako ukoje? Ukaribu wako na Mungu, mna urafiki gani na huyo Mungu? Unatembeaje na Mungu kwenye safari ya maisha yako? Haya, uaminifu wako ukoje? Maana uaminifu unatunza urafiki. Utii wako, maana utii unatunza urafiki ama uhusiano. Utii wako ukoje? Utakatifu wako mbele za Bwana. Uaminifu wako, nidhamu, unaheshimiana vipi na Bwana? Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo watu wengi wanaweza wakatamani maombi haya, maana ukishasikia tu unapata shauku moyoni. Natamani kuomba maadui zangu waharibikiwe, si ndio? Si una maadui wanakutesa, na wewe ukishasikia tu kwamba maombi ya kuharibikiwa maadui zako, kila mtu naona unahamasika, ni kama anakuchelewesha uanze kuomba sasa hivi. Lakini unaweza ukaenda bila maelekezo na ukafeli na ukafanya maombi haya na yasikuzalie matokeo. Asante kwa. Kwa hiyo lazima uangalie uaminifu wako, utiifu wako kwa Bwana, unyenyekevu wako ulionao kwa Bwana, utii wako juu ya sauti ya Bwana. Ni mazingatio ya kusika anayepaswa kwa maombi haya, ana uhusiano gani na Bwana? Maana uaminifu wako, utii wako, unyenyekevu wako unatambulisha uhusiano wako na Bwana, utakatifu ulionao kwa Bwana. Unatembeaje na Bwana kama mpatani? Mtaambatanaje na Bwana kwenye vita yako kama wewe hampatani naye? Sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uangalie swala la uhusiano. Kwenye swala la uhusiano, unajua uhusiano, wewe na mtoto au wewe ni mtoto nyumbani kwenu, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya familia yenu na wewe. Wewe ni mwanae, wewe ni mtoto kwenye familia. Sasa ili kusudi Bwana apigane na wanaopigana, uwe na sifa hizi kwa mtu ambaye ana uhusiano mzuri na Bwana, huwa ana majina, anaitwa mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Kama ni mwana, baba atahusika kwa ajili ya kesi na kumsumbua mwanae. Hawezi kuacha mwanae anadhurika, maana anajitosa kwa ajili ya mtoto wake. Na iwe mwanae, lazima uliamini jina lake, umkiri Kristo. Kwenye kitabu cha Yohana 1 mstari ule wa 12 na 13, wale waliaminilo jina lake walifanyika kuwa watoto, kuwa wana. Hasa wewe kama hata uliamini jina la Yesu, unafanyikaje mwana? Lazima uwe mwana mwenye uhusiano mzuri na Bwana. Uhusiano, ushirika, urafiki. Ushirika unakuta ni ushirika wa kweli wa baba na mwana, wa mwana na baba. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo wimbo fulani wanaimba, wewe unakuwa umeshika urafiki na mtoto wa mfalme, na wewe unashiriki kula vya mfalme.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili Mungu akuhudumie lazima uwe mwana. Tusome Zekaria 2 mstari wa 8. Zekaria 8 mstari wa 8. Zekaria 2 mstari wa 8. Biblia inasemaje? Huyu mtoto anaweza kaachanizwa na Bwana kweli? Sio rahisi. Hata wanaomgusa watakuwa wanamgusa Bwana moja kwa moja. Zekaria sura ya 2 mstari wa 8 binasema, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi. Amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi. Maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Yeye anayewagusa ninyi agusa mboni ya jicho lake. Nikufundishe msamiati mmoja. Siki msamiati watatusaidia walimu si wapo hapo. Nasema hivi, wana wa mfalme ni wepesi wa kujificha. Jibu lake, mwalimu tusaidie. Maana nikiweka huu mtihani hapa watu watafeli sana. Wana wa mfalme ni wepesi wa kujificha. Tujibu kwa pamoja. Macho. Kumbe ni wana wa mfalme wepesi wa kujificha. Wana wa mfalme wepesi wa kujificha. Macho. Sasa basi, anayewagusa ninyi anagusa mboni ya jicho la Bwana. Maana yake kumbe mwana wa mfalme anayekuwa mwepesi wa kujificha kwa baba yake, kujificha kwenye mawa, ni mwana wa Bwana. Mungu anamtazamaje mwanae? Anamtazama kama mboni ya jicho. Kwa hiyo huo msamiati unaushika na Biblia pia. Kwamba kumbe, unajua msamiati unaweza kaiona kama inaishia duniani, kumbe ni ya kiroho. Wametoa roho. Kwa mfano, asiyefunzwa na mabaya, asiyefunzwa na mama anafanya, asiyesikia la mkuu, aonyoe mara nyingi akishupaza shingo yake, wala hatapata dawa. Si linajibiwa na Biblia? Aonyoe mara nyingi akishupaza atavunjika, wala hatopata dawa. Sikio la kufa. Sasa shule yote iko hapo. Haleluya. Wana wa mfalme ni wepesi wa kujificha. Maana yake wewe ukiwa mwana, anayekugusa anagusa mboni ya jicho la Bwana. Kwa hiyo wewe je, uko kwenye viwango vya ushirika? Uhusiano wako unaishi hii hali ya kwamba wewe ni mwana? Ikiwa ni mwana kweli, unaweza kumwambia Bwana, pigana wanaopigana na mimi. Ni kama tunapokutana changamoto, wewe kama mtoto unakimbilia kwa baba yako. Alafu baba nani huyo anakufukuza? Anashughulika baba. Inakuwa nyepesi baba, wananionea. Baba anatokeza. Anakupigia kifua. Wanasifiwe. Haleluya. Lakini kama huyu Mungu hata sio baba yako, hali ni mbaya. Kama huyu sio baba, hujachagua, una baba mwingine. Tunaposema baba uliye mbinguni, tunamaanisha sisi ni wanae. Na sisi kama ni wanae, kuna wana wakorofi na kuna wana waadilifu. Mwana mpotevu alisema nipe baba za kwangu niondoke zangu, lakini mwadilifu yeye hakufikiri hivyo. Ama ninapataje urithi wakati mzee baba yuko hai? Nitasubiri baba kama atafariki watanigawia urithi, lakini sio kuanza kudai mzee yenye haki yangu. Siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo aliye mwana, kuna mwana mkorofi na kuna mwana mwadilifu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania 12 mstari wa 7, yule mwana anakemewa na baba yake, anaonywa, anafundishika, na kama baba anampenda mwanae, anaweza kumuonya, anaweza kumkemea, anaweza kumrudi. Lakini wewe ukiwa ni mwana na hauna fungu la kurudiwa, basi wewe sio mwana halali. Kuna mwana haramu na kuna mwana halali. Sasa katika wana lazima ufikiri vizuri. Je, ni mwana yupi sasa? Unaweza kuwa ni mwana haramu, alafu kwa sio mwana haramu kwa Bwana. Uwe kwenye nafasi ya ushirika utakao kuletea manufaa. Yaani uwe kweli kweli umejidhatiti kuwa mwana, umechagua Yesu kuwa baba na wala sio baba tena, alafu naenda kuita mwingine baba. Bwana asifiwe sana. Duniani msiwe na baba wengi, mabaki baba Mungu aliye. Ilikuwa inazungumzwa hiyo msiwe na baba wengi, ikiwa inamaanisha baba wa mbinguni, Mungu aliye mkuu, cheo cha utawala, ubaba wote unakamilika katika huyo. Amen. Bwana asifiwe. Hii hapa na baba wadogo, hii ni mwilini. Kwa habari ya baba
kiroho Mungu wetu ali hai. Usije ukamchanganya yeye ni mwenye wivu, utukufu wake agawane na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kumuita Baba, utamtii, utamheshimu, utafanya anayokuelekeza baba yako ikiwa ni baba. Anauliza kwenye kitabu cha Malaki sura ile ya kwanza. Anauliza hivi, duniani watu wanapeana heshima. Heshima yangu iko wapi? Mstari wa 6 Malaki 1. Mwana humheshimu Bwana, Bwana humheshimu baba yake, mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Bwana majeshi wauliza ninyi, enyi makuhani nao lidharau jina langu, nani mwasema tumelidharau jina lake kwa jinsi gani? Akaanza kushuka maneno, lakini ninachokuambia, mwana humheshimu baba yake. Heshima yake iko wapi? Kuhani ni mtu yeyote ambaye ni mhudumu wa madhabahu ya Bwana, ni mtumwa wa Kristo, ni mtu yeyote aliyenunuliwa kwa damu ya thamani, kwa mujibu wa Ufunuo sura ile ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Kwa kuwa alichinjwa, akamnunulia Mungu watu kwa thamani ya uhai wake, akawafanya kuwa kuhani ufalme. Kwa hiyo tayari kama na wewe damu ya Yesu imwagika kwa ajili yako, wewe ni kuhani. Kama tu damu ya Yesu ikununua, na wewe ni kuhani. Bwana asifiwe. Mhudumu. Bwana alipowaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, alimwacha mzaliwa wa kwanza wa Israeli. Maana yake aliacha Israeli kama taifa teule alilolichagua, na akasafiri pamoja naye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatafuta sifa za huyo atakayeomba maombi haya. Awe chombo cha Bwana, awe chombo cha Bwana, chombo cha kumfaa Bwana, uwe chombo chake. Kitabu kile cha Timotheo pili sura ya 2 mstari ule wa 19 na 21. Ili kusudi uhusiano wako na Bwana uendelee uonekane, sifa ya hao wenye ushirika na Bwana wanaitwa wana, lakini pia ni chombo cha Bwana kinachomfaa kazi yake. Timotheo sura ile ya 2 mstari wa 19 hadi 21. Biblia inasema, Timotheo, sio tu kwamba kuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Wewe ni chombo cha Bwana. Yule aliyejitakasa na kujitenga na hao, akina nani? Manabii wa uongo. Akina nani? Wapagani. Akina nani? Wazinzi. Akina nani? Washerati. Akina nani? Walevi. Akina nani? Wanaofanya madhambi. Anafanyika kuwa chombo chenye heshima. Ili Mungu akuheshimu, lazima umpende, lazima umtumikie. Wanaomtumikia atawaheshimu, na unapokuwa wa thamani machoni pake, yuko tayari kutoa tu kwa ajili yako. Chombo kinachomfaa Bwana, chombo chenye heshima, chombo kimfaacho Bwana. Isaya 43 mstari ule wa 4 inasema, kuanzia wa 3, lakini nazungumza maneno wa 3 na wa 4, utaona. Kwa kuwa umekuwa thamani machoni, nami nimekuheshimu, nitatoa tu kwa ajili yako. Paka anatoa tu kwa ajili yako, basi wewe umeonekana wa heshima, umeonekana chombo chake. Lakini hivi hapana. Kama mtu bado anajihusisha na madhambi, bado huwezi ukawa chombo cha Bwana. Hata kama unakuwa hapo kanisani, hata kama unaimba kwaya, hata kama unahubiri na injili, hata kama unatoa na sadaka, kama wewe sio chombo cha Bwana, na ili uwe chombo cha Bwana chenye heshima, kimfaacho Bwana kwa matumizi, ni kile kilichotakaswa, aliyeoshwa na hajichafui, anatembea katika utakatifu. Huyo anakuwa jasiri sana kumwambia Bwana, pigana wanaopigana na mimi. Bwana, waharibikiwe maadui zangu, na Bwana atainuka. Amina. Wala hata sita atakwenda.
Bwana asifiwe. Jambo lingine, kuwa mwanafunzi wake. Kuwa mwanafunzi wa Bwana ni kazi ya kuwa tayari kujifunza kupokea mafundisho na kuyaishi. Mwanafunzi mzuri ni yule anayekuwa darasani, anasikiliza masomo na anafanyia kazi. Kama atapewa zoezi, kama atapewa mtihani, kama atapewa kazi ya kufanya, hata kama na homework atapewa, kesho tarudi nayo. Haleluya. Bwana asifiwe. Na aliye na utayari wa kujifunza, Biblia inasema kwamba apendaye mafundisho apenda maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukikataa kuwa mwanafunzi wa Kristo, yeye naye anakukataa wewe, maana umekataa maarifa. Kwa hiyo wale wanafunzi wa Kristo wanaotembea katika yanayotaka wayaishi, mwanafunzi wa Yesu anamfanana na mwalimu wake, anatembelea yale anayoelekezwa na Bwana wake aliyofundishwa. Binasema unaposema Bwana Bwana, uache uovu, maana kama Mungu ni Bwana wako, sasa unayoyafanya tena unafanya ya yule bwana mwingine. Unayofanya Bwana ni ya shetani. Kama unafanya ya shetani, unamheshimu Bwana wako. Anayefanya ya Kristo anamheshimu Bwana wake. Maana Bwana wale watumwa humheshimu Bwana wao. Bwana humheshimu Bwana wako. Kama Mungu ni Bwana wako, mbona unayoyafanya hayamfurahishi Bwana wako, hayampendezeshi Bwana wako, hayampi utukufu Bwana wako? Bwana wako anatukanwa kwa hayo unayofanyia. Mbona sasa unatengeneza ugomvi usiokuwa wa lazima? Unamgombanisha Bwana na wewe. Mbona unatengeneza bifu ambayo hautatoboa? Mbona unafanya vita ambayo hutaweza kupigana? Unapotengeneza bifu na Bwana, unaandaa vita usioweza kuisolve. Bora ukamtaka Bwana akawa Bwana wako kweli. Na kama uwezi kutembea kwenye adili za kuwa huyo Bwana wako, kwenye hayo maadili, unabidi upige magoti mno kumwambia Bwana, niwezeshe kuyaishi maelekezo ya Bwana wangu. Bwana, nifinyange upendavyo, uniponde nikufanane wewe. Nataka niishi maisha yako kupendeza. Amen. Usitengeneze vita ambavyo hutaweza kupigana. Nimekwambia, utapataje ujasiri kumwambia yule mnayetofautiana naye, yaani ni mahasimu, nyinyi wote maadui, unamtuma mwenzako unamwambia nenda kanipiganie. Adui akakupigania, maadui wanakutesa. Si anaungana nao kukushambulia. Kumbe umekipata na huko. Ngoja na mimi nikasapoti, katie joto kwenye kambi. Haleluya. Jambo lingine, uwe umeokoka. Wewe ukaitwa mwana wa Mungu kama hujaokoka. Uwe umeokoka, kwa maana ya kwamba umemkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi, unamwamini Yesu na unaishi maisha ya uteule, unaishi maisha ya watakatifu. Kuna watu hawajaokoka wako kanisani. Sio wote wale kanisani wameokoka. Bwana asifiwe. Amen. Kanisani sio wote wameokoka. Wengine wametengeneza tu, wanatafuta chama. Wengine wameenda tu kujificha na madugu yao. Hata ninapohubiri hapa, akitoka hapa anaenda kufanya hizi, anaenda kufanya usharati, anaenda kufanya matuko ya ajabu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi mchungaji miaka 15 sasa. Ninafahamu kanisani kuna wapagani, kuna Wakristo. Na kuna wapagani wa staarabu wanaochomekea na kwenda kanisani. Alafu kuna wapagani wa shamba wanakaa kule wanalewa na kujikojolea. Wewe ulewi hadharani. Wanajiuza, lakini wewe unafanya uzizi kimya kimya. Mpagani mstaarabu. Ni mpagani mstaarabu, unakunywa, hakuna anayejua kama unakunywa pombe. Yaani mpagani mstaarabu huwezi ukajua. Ukimkuta kanisani ana sura ya kanisani kabisa 100%. Ukimkuta kule nako kwenye chocho zile, utamkuta 100% ni kama hajawahi kufika mlango wa kanisa. Sio hapo. Hata ukanune upo. Amen. Unapoteza wakati. Hii sio dini mpendwa ya kurundikana tu alafu tunaambia Bwana amani amani. Amani gani ndugu yangu, wewe hutakuta hata Yesu. Ukiokoka tunakuwa safari moja. Amen. Hawana ushirika, hawanipendi. Ili kazi na ubaguzi, nakwambia kama wewe ni mwana wa Bwana, ukiokoka Bwana anakuunganisha na waliookoka. Na sio Bwana kuunganisha na watu waliookoka. Ukienda mahali hujaokoka,
nimesumbuka jirani. Nimekaa shingo inauma. Kama kwamba tukigoma kumkalia. Anajua anapeleka taarifa. Pale ulipokuwa mkalia, nimekuta asubuhi. Anatoa taarifa mpaka sasa shingo bado imegoma. Kama hujaokoka una bahati mbaya sana. Mimi nakushauri. Bwana asifiwe. Amen. Tunahubiri watu waokoke walioko nje, lakini hata ndani wapo hawajaokoka. Amina. Utawajuaje kama hawajaokoka? Mwana mpotevu siku aliporudi nyumbani, yule aliyezaliwa kuwa bado hajapotea, kauli zake zilitambulisha hata hajaokoka bado. Alilalamika, akalani, mzee vipi? Inakuaje? Uone kama kuna mtu hajaokoka hapa. Uokoke, umkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi, ili Yesu akae ndani. Wanaomwamini Yesu anakaa ndani yao. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu, ndipo mtakapoomba lolote na nitafanya. Kama wewe haujakaa ndani ya Kristo na maneno yake wala hayamo, kama neno la Bwana liko ndani yako, moyoni mwangu nimeliweka neno nisikutende dhambi, wewe unatenda dhambi. Halimo neno la Bwana. Kama neno la Bwana lingekuwa ndani mwako, usingetenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno nisitende dhambi. Kama neno liko ndani, unatendaje dhambi? Yesu kama yumo, hakuna hata haram kidogo ya kukwambia ulevi ni dhambi. Ukitaka kwenda kufanya dhambi, ile haram haimo hata. Yesu si amefungamanishwa na haram ndani. Roho Mtakatifu anaongea saa zote, iwe mchana iwe usiku. Paka na wapagani wengine Roho Bwana anaweza akasema nao. Anaota yuko kanisani. Akasema ile siku moja tu nitaenda kanisani. Kila mara wanaota naenda kanisani. Haya, wewe uliyeko kanisani hausemeshwi na Bwana mpaka mpagani unasemeshwa. Mbona Farao ni mpagani na ameambiwa taifa hili litakuwa na njaa miaka 7? Kwa nini wewe uliyeko kanisani usisemeshwe na Bwana? Kwanza sura ile ya 3 mstari ule wa 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamari mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Yesu Kristo anatazama wewe kama nyumba yake, kama hekalu lake, na ana wivu na hekalu. Kwa hiyo wewe ukiwa hekalu la Bwana, anayekuharibu anaharibiwa. Wewe ukiwa hekalu la Bwana ukaanza kuliharibu hekalu la Bwana, mwenye hekalu anakuja na kuharibu. Yaani wewe mwenyewe ni hekalu la Bwana, lakini ukianza kuliharibu hekalu la Bwana ukaanza kujiharibu mwenye hekalu. Sasa wewe haupo kama wewe uko chini ya mwenye hekalu. Hilo hekalu sio la kwako binafsi, lina mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikiwa hekalu la Bwana atatokewa kuliharibu, hiyo kauli kama hii akusema, nitakemea alai. Wewe mwenyewe anayekuja kukuharibu, Bwana atamkemea. Wewe ni hekalu la Bwana. Hauishi kama unavyotaka, unaishi kama unavyotaka. Upaswa kuishi unavyotaka labda mme. Unapaswa kuishi anavyotaka yeye. Usiishi kama unavyotaka as you want. Unapaswa uishi kama yeye anavyotaka. Maamuzi yako kwake. Ana uwezo wa kubonyeza off leo asubuhi, kesho msiba, akabonyeza leo, kesho kaparalyze, akabonyeza leo, kesho karazo. Mimi ni hekalu la Bwana. Umeliharibu sasa. Mwenye nalo sasa ana nguvu kubwa kuliko wewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alisema siku moja nitalibomoa hekalu, baada ya siku 3 nitalijenga. Huyu jamaa ana shida gani? Hata anasema atabomoa hekalu letu. Limejengwa kwa miaka ya kutosha. Yaani inakuaje kubomoa? Kaambia mimi nitakufa, baadaye nitafufuka. Hii hamuelewi tu. Kwa hiyo ikiwa ni hekalu la Bwana, na Bwana yuko makini sana, anayeharibu hekalu anaharibiwa. Ndio maana huyu mtu ambaye ni hekalu la Bwana, anayemgusa anagusa mbona jicho la Bwana, anayegusa anayeharibu anaharibiwa. Biblia inaposema hivyo,
uwe na ufahamu wa kutosha. Huu ni uhusiano tu mzuri na Bwana wa kufanywa kuwa hekalu. Baba, Mwana na Roho wanakaa kwa mtu ambaye asiyejichafua, aliyempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi na hajichafui. Kuna vijana wanafanya dhambi na kanisani wanakuja. Kuna mabinti wanafanya dhambi na kanisani wapo na praise wanaimba. Na inawezekana hakuna hata anayewajua kwa macho ya wanadamu, lakini mbele za Bwana wote mnajulikana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna vituko mimi huwa naviona sana, lakini haijawahi kutokea aliyefanya kituko hicho akafanikiwa akiwa anatokea hapa, labda kama anatokea kwingine. Na wengine wanasema mchungaji huwa anawarani watu. Kama laana ndio hii, wacha nichomeke sasa zaidi kwako. Kama kukuambia ukweli ni laana, wacha mimi niseme hiyo laana ikupate. Kwamba mtu anaambiwa ajitunza, aolewe vizuri, alafu anatokea kanisani. Yaani siku anatoka ibadani imewaka sana, ndio siku anatoroshwa na kutoroshwa na hakufika nyumbani akaunganisha tokea kanisani, mguu kwenda kuolewa, kutoroshwa. Anatoboa, alafu akifeli mchungaji amemlani. Wafuatilie wote waliotoroshwa kama waliwahi kutoboa. Na mimi nakwambia hutoboi, ufanikiwi. Wapo watu wanaoa kwa mpango mzuri, wanajitunza, wanaolewa vizuri. Wewe una shida gani? Mbona wengine wameweza, wamejitunza, wamejisimamia? Who are you? Ni utashi wako, umeamua kujichoma kisu, umeamua kujiangamiza. Okay, sawa, mna shida. Wewe jiangamize salama, Bwana kutangulie kwenye maangamizi haya, ukajiangamize vizuri basi. Lakini sio kwamba wale wanaoweza wao wanalini. Umekosa msimamo, hujajua samani ulionayo. Haleluya. Sina muda wa kuwataja, unawajua. Utakuwa unaulizia vijana, eti mlikuwa na kijana nani hapa aliwahi kutorosha? Nini kilitokea? Mlikuwa na mabinti hapa CGM, mwenyekiti mstaafu, tuambie mlikuwa na CGM wangapi? Kuna kipindi CGM aliniandikia barua ya taarifa ya mwaka, akasema changamoto. Palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Changamoto ya kwanza, vijana kutoroshwa na kutorosha. Changamoto ya kwanza. Si ya pili akasema vijana kule mtaani wanaishi maisha ya upagani, wanaovaa mtaani. Kama changamoto zote hizi sisi tunajaa tu kwa wapagani, kumbe ni wapagani tu sasa wote. Maana kama wanatoroshwa wapagani, changamoto hii bora kama inaungana kule. Kwa hiyo ni upagani tu. Haleluya. Amen. Fuatilia tu. Wote waliotoroshwa, wengine walitoroshwa kwa ujasiri kweli. Kamoja kakatoroshwa mbele yangu. Mbele ya baba mchungaji. Kalitoroshwa hivi. Nyumba ina aero. Kwa hiyo kuna mlango huu wa kuingilia. Alafu hapa kuna kaelo. Unaingia sebreni, lakini kuna kaelo hivi. Kwa hiyo akaja akanitengenezea pazia mlangoni. Baba mchungaji, naona mbu anaweza akasumbua. Ilikuwa saa moja tuko tunaongea na dada yake, si nilikuwa nakula. Ndio alitenga yeye nakula. Akaja akapiga pazia pale. Mbu baba wanaingia mbu. Kapiga pazia ili wakati anatoka na begi lake, kwa sababu sasa mtuziba na pazia utamwonaje? Katoroshwa mbele ya mchungaji. Nini kimetokea? Mimi sijatoroshwa mbele ya mchungaji, nilitoroshwa mbele ya kijana mwenzangu. Nilitoroshwa mbele ya dada yangu tu. Nilitoroshwa mbele ya marafiki zangu tu. Sikutoroshwa mbele za Bwana. Yule umetoroshwa mbele ya mapepo, mbele ya shetani na malaika zake. Umetoroshwa mbele za Bwana. Amen. Maana Bwana alikuwepo hapo. Haleluya. Amen. Free. Katoroshwe hata leo. Ila kufanikiwa, huwezi kufanikiwa. Mchungaji amehalalisha kumbe kutoroshwa free. Wacha tukaitumie nafasi. Kaitumie kwa salama, hamna shida. Lakini ukweli unabaki kwamba dhambi haikuachi salama. Jambo lingine, tuhame uhusiano wako na Mungu. Unapokuwa umeokoka,
tembea katika utakatifu, ishi sawa sawa, hapo utasemekana umeokoka. Jambo lingine la pili, kuna jambo moja la kuzingatia. Jambo la pili, namna uwasilishaji wa hoja yako. Unawasilishaje hoja yako ya kumwambia huyo Mungu sasa wale maadui waharibikiwe? Uwasilishaji, how you submit your message ili Mungu aushike na hiyo changamoto yako. Unawasilishaje? Anaposema leteni hoja zenye nguvu, yani maana yake unabeba jambo kwa uzito, unabeba jambo kwa juhudi, unabeba jambo kwa kumaanisha. Kuna watu hawako serious wakati wanapitia magumu sana, ila hawako serious namna wanavyobeba mahitaji, namna wanavyoomba. Hata hawezi kufunga hata masaa 12 kweli, kama unamaanisha na umechukia hali ya mauzi na maumivu na mateso na shida unayopata. Unakosaje muda wa kumtafuta Bwana? Unakosaje muda wa kuwasilisha hoja? Hauko serious. How you submit your message? Kama uwasilishi kwa hoja zenye mashiko, inawezekana usipokelewe. Katika kuwasilisha hoja, namna gani unamwendea Mungu? Kwa uzito gani? Umebeba kwa nguvu gani hilo jambo? Una uchungu kiasi gani wa kudai kwa Bwana? Unawasilisha kwa unyenyekevu? Kwa sababu kuna mtu anaweza kaenda mbele za Bwana kwa jeuri na kiburi. Kuna watu wawili walikwenda mbele za Bwana. Mmoja akasema, mimi sio kama wengine, mimi ninatoa zaka, mimi nina mafungu ya mimi ninafunga mara ngapi kwa. Lakini mwingine akaenda, Bwana sistahili hata kusimama mbele zako. Sio kwamba huyo alikuwa anasema hastahili, hatoagi zaka, anatoaga. Huyo anaishi na Bwana, mimi sistahili hata kusimama mbele yako, sio kwamba yeye huwa hafungi, huwa anafunga. Jamaa tu huyo anajeuri na kiburi. Ana kiburi. Bwana anaposikiliza maombi ya mtu yoyote, kinachopaswa kutangulia ni kunyenyekea. Petro wa kwanza 5:6 na 7. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa wakati, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu. Unyenyekevu uwe kitu cha kwanza. Ezra sura ya 8:21 inasema akaamuru watu kufunga kwenye mto Ahava, ili watinyenyekeze mbele za Bwana. Watakapojinyenyekeza, watafute njia iliyonyoka kwa ajili yao na watoto wao na kwa ajili ya mali zao. Lakini aliona haya kumwambia mfalme awapatie askari njiani, awapatie askari kwa ajili ya maadui njiani. Maana alikuwa amekwisha kuhubiri yule mtu ya kwamba Bwana yuko upande wao wanaomtafuta kuwatendea mema, lakini yuko kinyume chao wamwachao. Sasa alimwambia Bwana yuko pamoja na wale wamtafutao, na wale wamtafutao Bwana yuko pamoja nao. Sasa tukimwambia mfalme atupe askari watu escort kwa ajili ya maadui njiani, ina maana ya kwamba Mungu wetu hatujaamini uwezo wake, hatujaamini nguvu yake ya utetezi. Wanaomtafuta Bwana kwa bidii, watu wanaomtafuta Mungu na nguvu zake, wale watu. Sifa hii ni ya uwasilishaji mzuri wa hoja. Unawasilishaje taarifa hiyo ya Mungu afanye hilo jambo? Kuna watu hawajui kuwasilisha, wanalalamika tu, Mungu ametuacha, Mungu hatuoni. Unawasilishaje hoja wakati kuna vita iko mbele yako? Farao iko nyuma, mbele kuna bahari. Unamwambiaje Mungu kwamba Mungu angalia vita hii, sasa tunavukaje hapa? Aya, Farao amegoma, sasa hakuna kuondoka. Unawasilishaje hoja kwa Bwana? Msikilize Bwana anasemaje. Katika uwasilishaji kuna usemi wa Bwana, anaweza kukusikizisha. Lakini katika kuwasilisha unakwenda kwa unyenyekevu na adabu. Ni mtu ambaye anakwenda kwa imani. Unawasilisha jambo mbele za Bwana kimzaha. Wasilisha kwa imani, wasilisha ukiwa mtakatifu, wasilisha kwa unyenyekevu, wasilisha kwa juhudi, kwa bidii. Taona Bwana anafanya. Jambo la tatu, nia ya huyu anayeomba. Nia yake ni nini? Anayeomba anaomba kwa nia gani? Kama anaomba kwa nia ya majivuno, hawezi kufanywa hilo jambo na Bwana. Anapaswa aombe kwa nia njema, ili Mungu atukuzwe, ili Mungu ajulikane, ili Mungu abudiwe, ili heshima irudi kwenye jina la Bwana, ili maslahi yawe kwa Bwana. Iwe ni kumtambulisha Mungu kupitia hilo. Wamesema yuko wapi Mungu wake? Haya, sasa huyu anayeomba amwambie Bwana, angalia jinsi jina lako linavyotukana.
nia yake Mungu apewe utukufu baada ya jambo hilo kufanyika. Wewe nia yako ni nini? Watanikoma, nimewaambia siku 5 ni nyingi. Wanaenda kuharibikiwa mno. Alafu naona wanadunda tu. Wanadunda tena, wewe unaharibikiwa kuliko wao. Wao wanaendelea kudunda tu. Alafu wewe ndio mambo yanagoma zaidi. Kumbe nia yako hata sio nzuri. Ni utambe. Hicho kitu ndicho Bwana hapendi. Mimi kiboko bwana. Yaani hiyo kama tayari umeshakuwa na mioyo. Nataka kusifu mtu kuliko kumsifu Kristo. Na kuweka majina makubwa kwa watu kuliko kuweka kwa watu. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua kuna udanganyifu unafanyika kwa hila ya wazi. Kama wewe una elimu ya kawaida, unaweza ukagundua tu hapa ni mchongo, hapa ni batili. Niliwaambia siku moja watu kuitwa majina. Majina mtu anakuambia mimi ni simba wa kabila la Yuda. Kwa yule anayejua neno la Bwana, simba wa kabila la Yuda ni nani? Yesu. Yesu. Mimi nabii mkuu. Nabii mkuu huwa nani? Yesu. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa. Nabii mkuu ni nani? Yesu. Mzee anayepaka upako ni nani? Yesu. Sasa unaweza ukachomeka tu na jina, mimi ndio mzee wa nini? Na Bwana ni mdogo wake au ni nani? Sasa kama huyu ndio mzee wake sasa. Huyu mzee, sisi ni wapakwa mafuta wote. Jamani, si ni kweli? Wewe si mpaka mafuta? Atokeza sasa anasema mimi ndio mpaka mafuta sasa. Hata Samueli sio mpaka mafuta. Mpaka mafuta alishirikishwa akampake Daudi. Lakini sio yeye mpaka mafuta. Mzee wa upako, mwenye upako wote, yeye topu wa upako ni Bwana. Sasa unachanganya na majina ya Kiswahili, Baba God, yani Baba Mungu. Hana mtoto anaitwa God hata huyo. Ila anaitwa Baba nani? Jamani, hata shule ya kawaida inakusaidia kuepuka shetani. Bwana asifiwe. Yaani hapo tunachanganya Kiswahili na Kiingereza. Baba alafu God. Hana mtoto anaitwa God, ila ana watoto wana majina mengi. Kama kuitwa baba fulani ni sifa, basi watumishi wa Mungu waitwe baba fulani. Baba Neema, Baba Prosper, Baba God. Hayo ndio yatumike basi. Moses Kulola asigeitwa mchungaji basi Baba Dani alikuwa na watoto wengi. Baba Junior basi aitwa tu hivi. Moses Kulola. Ni kumvunjia adabu kabisa. Baba fulani. Ni kweli jina la chio kutokana na lakini ana nafasi yake. Hasa hii Baba God hiyo ni ya kuwapofusha watu macho, ila mtu amejikalisha kwenye kiti cha Mungu. Upaswe kuwa kwenye kiti cha Bwana, unapaswa kuwa kwenye wajibu wako kwa Bwana. Haleluya. Usichanganye na majina makubwa. Hayana maana, hayana lolote ndani. Ukimjua Bwana hutatishika. Na watu wanaandaliwa kuwaheshimu watu kuliko kumheshimu Mungu. Wanakusha majina makubwa. Kwenye Biblia inasema wanajikuza, wanawapiga watu usoni. Korintho 11:20. Wanajikuza. Ninachotaka nikwambie, nia yako ni ipi? Nia yako ni ipi? Katika kuhitaji hilo hitaji, nia yako ni ipi? Wacha kudanganywa na watu wanaopofusha macho ya watu kwa maslahi yao. Unaambiwa kalete nywele zako tukuloge kichwa, tukikwambia toa sadaka hii, unakimbilia hela zote benki unazileta. Sasa walishaloga kichwa, akishafanya hivi tu unalala huko. Kama uko hivi tukiwa uko na Roho wako Mtakatifu huwezi kudondoka. Mwanangu yuko shuleni, baba anataka muombe. Haya njoo hapa tuombe kwa ajili yako. Eti lazima udondoke baba yako? Mtoto yuko shuleni kule tunaomba kwa ajili ya mtihani, lazima baba adondoke hapa? Kwani kudondoka ndio sifa ya kufunguliwa? Sio kila pepo linadondosha, na sio kila mtu aliye na shida na mapepo. Na kudondoka sio kigezo cha kutambulisha umefunguliwa. Kuna watu wanafunguliwa na hajadondoka. Kile kitabu cha Korintho pili sura 11 mstari ule wa 14, wala sio ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru, mstari wa 20. Maana mwachukuliana na mtu akiwatia utumwani, akiwameza, akiwateka nyara, akijikuza, akiwapiga usoni. Kuanzia mstari wa 14 mpaka 20. Sio ajabu shetani kujigeuza kuwa askofu, kuwa mchungaji, kuwa padri, kuwa nani. Hayo sasa utafuatilia.
Kwa wale ambao mnatangatanga kwa Bwana, sio rahisi ukafaulu, maadui zako wataharibikiwa, badala yake utaharibikiwa wewe. Anajikuza, anawatia utumwani, anawateka, anawapiga usoni. Kaangalia waongeaji hao, nikupiga usoni kama nyoka, anakugonga tu usoni. Biblia inasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Lakini hii ya kupiga hapo usoni sio kichwani. Kichwani jamani, hata kama hujajua kichwani na usoni, basi uliza watu wananawaga wapi asubuhi unaponawa uso? Si unanawa huko? Hilo kiambiwa nenda kaoge kichwa chote, si unaoga kichwani. Sasa hii ya kunawa usoni na ya kuoga kichwani, mbona kichwa na uso hawatofautishwi? Kila anayeombewa unapiga usoni, unapiga usoni, unapiga, na kila atakayegonga usoni, mwele shauri yako, nenda kagonge. Ile ni nyoka inakupiga sumi na hivi, lazima uondoke. Ukishindwa kuwa na bidii kumshikilia huyu Yesu anajitosheleza, utabebeshwa mamishigo kama vile mtu ameenda kwa mganga akaja na matunguli ya kutosha. Ili na kuweka kwenye maji hili kwenye miaba hili wakati wa kulala na mwanga kidogo pale. Hii unaenda unazunguka nyumba nzima na mwagilia. Ni madawa ya kienyeji ya kisasa. Mikoba ya wanaume imejaa mafuta, matunguli, utafikiri ni lotion. Kumbe mafuta ya upaka. Siku hizo unakunywa maji ya rasa, ni maalum special. Ni maalum. Hii ni upako hii. Na kama kuna mtu ana shida, vipi? Uko tayari? Kama uko tayari nikuletee mafuta. Yaani kama umeshafika huko umeshafilisika. Kama ana shida mwambie ampokee Yesu. Alafu Yesu atakuponya. Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe na utele. Kama uko tayari, sasa hivi nikusalishe sala ya toba na ninakuombea hapa. Maana imeandikwa ishara hizi zitafuatana hao waaminio, wataweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Sahihi. Kabla sijakupeleka kwa wazee wa kanisa, si kwa mchungaji, ninakuombea hapa. Maana hizi ishara ni kwa wote. Lakini sasa nikuambia tu, kama uko tayari, hapa ni chumvi imeisha. Ina udongo. Ninaona udongo umekuwa kidogo sana, hautatosha kugawana. Basi kuna epo kule nyumbani. Ngoja nikulete. Ndio kiboko sasa. Nimekuta limao ile epo limeliwa na panya. Naona sasa ulikuwa na nanasi. Nimekumbuka niliweka nanasi na upako sasa. Ngoja nikalete nanasi. Ndugu yangu, tumepewa msaidizi huyu mmoja, Roho Mtakatifu. Amen. Lakini msaidizi hatujapewa. Mimi sijapewa msaidizi ya kiroho. Nimepewa msaidizi, tunda la Roho. Sio matunda ya Roho, tunda la Roho ni moja tu. Ila lina mionyo 9. Sasa leo ndio kuambia tunda la Roho, ndio unaaminishwa hizi vipi? Hii apple, hii limao. Sasa hayo ndio matunda ya Roho. Yale ni matunda tu kabisa. Kama una shida za kiafya, hii hayo yana diet, yenyewe na protein, yenyewe na mafuta, basi yatakusaidia. Nikakuta kijana na shida, ameambiwa anakula matango 3 kwa siku ya upako. Utabimewa bure, hata utasaidia. Matango ya upako. Kuna mtu kwenye Biblia alikuwa matango poli, akataka kufa. Akasema jamani, mauti iko kwenye sufuria. Ukikosa Mungu wa kweli, utadanganywa vizuri, utataabishwa na kuzua, utahangaishwa na makolokolo. Kila siku nakimbilia kununua haya. Kana ndio mtu mmoja siku moja lori limeshuka, jamani, amefika kwenye mchi mmoja akaagiza hivi lori la mchanga, zile fao kubwa shida. Yule anayeuliza sisi anataka kujenga ila anaonekana ni mchungaji. Hapa ni kwa ajili ya upako. Sasa akapanda bei. Fao anafuataka kwa 1,000,000, lakini unaweza kushangaa 800,000 au 700,000, milioni 1. Haya, weka trilioni 3. Si kila mtu atakuja tu kijiko kamoja 1,000. Vijiko vingapi kwenye fao? Hujarudisha yani? Biashara mbona iko vizuri kabisa. Yaani biashara kabisa tunafanya ya watu. Akisharudisha fedha na faida yake, anambia sasa basi kwa neema ya Bwana ameamua kuwabariki wale ambao hawajaweza jicho tena. Lakini ukifika nyumbani, achilia sadaka ili sasa ule mchanga ufanye kazi.
Usipoachilia sadaka, basi hayo maji hayafanyi kazi. Hata yale ya nyumbani kwako, tumia hayo ya nyumbani. Chukua kwenye diaba lako, haya tuyaombee, lakini hakikisha uachilie na sadaka ili sasa yawe na nguvu ya upako. Jiunganishe na madhabahu kwa njia ya sadaka. Usifikiri hapo, mbona aliniambia tu nichote ya kwangu? Au yale ya kolie, aliniambia tumia ya kolie. Haya ya kanyage tu hayo, kanyagisha hayo, lakini hakikisha unaachilia sadaka. Unaloga familia nzima, umeweka na kwenye diaba la maji. Baba anakuja na ng'ombe, watoto wanakunywa. Matatizo sio leo, kesho. Mwanangu mmoja akaniambia nitumia hivyo, hakwenda, ila alitumia mazingira hayo na akawa anaachilia. Siku moja akaota ameandikwa tarehe ya kufa kwenye nyayo ya miguu yake. Tarehe ya kufa imeandikwa, unakufa tarehe fulani. Alafu akamwambia mwanao, jina tulilompa ni ile jina la mkuu wa kuzimu. Malkia wa kuzimu huko ndio jina la mtoto wako. Ndio hilo analionao. Unafikiri kawaida? Unaingia mahali ambapo sio rahisi utatoboa. Sio rahisi. Kwa hiyo lazima watu wawe na uwezo wa kuokoka kwanza, ndipo Mungu atawasaidia. Nilikuwa naangalia 100. Usifikiri nimehama 100. Wale watu wanafanya vitu kwa nia gani? Nataka nikwambie, nia yako ikiwa ni njema, Mungu atasimama na kufanya msaada. Jambo la mwisho. Sababu ya kuhitaji msaada wa namna hiyo. Unayo sababu ya kuhitaji msaada wa namna hiyo mpaka unaomba Bwana au waharibikiwe maadui. Una sababu za msingi. Bwana asifiwe. Jamani, kuna hukumu miezi 3, miezi 6. Mwingine unampa hukumu ya viboko 2 ndio mwachi. Anaachwa haki, anaachwa uraia. Lakini kuna mwingine hukumu ya kunyongwa. Kuharibikiwa ni kama kunyongwa. Bwana asifiwe. Sasa ndugu yangu, wewe kwa sababu kadogo tumemwambia Bwana huyu naona kama ni mpinzani, aharibikiwe, haharibikiwi kama hatuna sababu. Labda isiyo na sababu ya mzimu ni haki. Yaani nimekuta kwenye shamba langu ng'ombe wamelisha mashina mawili. Bwana, naomba waharibikiwe. Ng'ombe wafe wote. Zizi zima. Au Bwana, ng'ombe za watu bastahili hizo. Hata wewe unaweza kukosea tu ng'ombe anadaka. Wewe na hukumu kwa saidio kwenye kesi ndogo tu hivyo. Mwalimu ametoka mwanafunzi wangu, mwanangu amekuja analia kutoka shuleni. Bwana, walimu wote waharibikiwe. Hiyo shule ifungwe. Haifungwi. Bwana asifiwe. Sababu ya maombi haya ni sababu ya muhimu, sababu nyeti sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tukiwa na sababu za msingi, kwa mfano, naomba hivyo kwa ajili ya usalama wako. Yaani usalama wako umeingia hatarini. Sasa unajiokoa kama vile ndege anayepaswa kunusulika, maana mtego umetegwa kumwangamiza. Unaomba ule mtego uvunjike ili huyu ndege asife. Wewe kuna hatari juu ya maisha yako. Unayaomba maombi haya kwa sababu kuna jambo liko. Jambo lingine, unaonewa. Kuna uonevu unafanyika. Unaweza kuitumia hii sana. Lakini pia unalipwa mabaya badala ya mema. Unafanya mema, lakini kila ukifanya mema unalipwa mabaya zaidi. Kila ukitenda jema unatendewa baya, na sio mara moja. Inafika mahali Bwana pigana na wanaopigana. Lakini wanakuzuria mabaya bila sababu. Bila sababu. Umeinukiwa tu bila sababu. Mwambie Mungu nitetee basi. Maana sioni shida. Nina shida gani? Basi kama kuna shida kwangu, Bwana naomba nijulishe, nitengeneze. Kuliko kubaki kwenye hali ya namna hii. Lakini Mungu, kama kuna dhambi nimefanya, kuna uovu, naomba Mungu nisaidie. Naomba nifunulie hiyo dhambi, nitengeneze. Lakini kama sio hivyo, ninaonewa. Bwana shukrani. Daudi aliomba maombi magumu.
akamwambia baba yake Sauli, Sauli, kama kuna watu wanakutuma walaniwe. Kama kuna watu wanakuchochea baba yangu mimi nione kwa adui yako, uanze kuniwinda usiku na mchana, haulali na sababu na acha kufanya majukumu yako, unaniwinda mimi kuniua, basi watu hao walaniwe. Lakini kama Mungu amekutuma kufanya hili jambo, amekutuma umfanye hili jambo, naomba sadaka yako ipokelewe baba yangu, usikao na hangaika. Sadaka yako kubaliwe na Bwana. Litimie lile jambo ambalo Bwana ametaka lifanyike. Ila kama kuna watu, naomba waharibikiwe. Kulaaniwa ni kuharibikiwa. Naomba walaani. Hawa walaaniwe ni Bwana. Daudi akasema, mwanangu hauna shida. Najua wewe utashinda tu. Unisamehe sana. Daudi alikuwa tayari amechukua, Bwana ameweka mikononi mwake Sauli, lakini hakumzuru. Akachukua tu gudulia hiyo, akakata kwa kipande tu. Ni mara mbili anaingia kwenye shimo na mkuta yuko pale. Kwenye pango ameingia na wao wakaingia wakachoka wakalala, wakapita kana Daudi wakavuka kwenye mlango wa pango wakaacha, akatoa tu kitu kadogo. Baadaye sasa, jamani, nyinyi mnaomlinda mfalme, bora sasa tulikuwa tumeshamuua tayari. Japo yeye anania kumuua, lakini mimi sijafanya haraka kumuua. Yaani mtu anakuwa na sababu ya kumwambia Bwana aingilie kati, sio tu ile mara ya kwanza. Tumeona na hila, kuna wakati na namna ya kuomba. Mama mmoja akaona wacheo wanamsumbua, akaanza, imeandikwa simwache mwanamke mchawi kuishi, akaanza kutembea nayo haraka haraka hiyo. Bwana akamwambia, washuhudie kwanza. Nenda kawashuhudie kwanza mkofu. Unaanza kuwaua wakati sio kila mtu utamuua, hata kama ni mbaya kwako. Mshuhudie kwanza. Namna anaweza kupata nafasi. Eti vipi wewe hapo kama wanakukaba kila siku? Alafu Bwana akawafichua wazi. Si unaamka nao? Bwana asifiwe. Amen. Unaamka nao, imeandikwa. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Sasa bahati mbaya wewe wanaokuroga wanaume sasa. Bwana asifiwe sana. Sasa hilo andiko alihusu. Si wewe unakuroga wanaume? Basi kama umeona wanaume wanakuloga pale, hakuna neno, wewe shughulika tu. Kama wakike wapo sawa, unapita nao. Lakini wa kiume ukiwaambia imeandikwa usimwache mwanamke mchawi kuishi, hauni mwanaume sasa. Na wao wakishajua wewe unapikaga wanawake, wanatuma wanaume sasa. Bwana asifiwe sana. Mimi niliwahi kumkuta mwanaume. Sasa sina andiko la ninachojua tu, hakuna uganga wala uchawi katika nyumba ya shehe. Tumepewa mlango kanyaga ngina nyoka. Nikatumia hiyo. Alikuja mzee, wakaja wanawake. Walipofika mlangoni wakaogopa kuingia. Nimelala lakini naona tu. Na kama unaloga, unaweza kaenda kwa watu kwa roho unafikiri hawako. Wanakuona hata kama wanakoroga. Nikaona waona tu. Wanaanza kutangulia kwa tangu. Huyo anaogopa, nenda kwa wewe. Nenda, akikaribia siku kwa na moto, siku kwa na miali, akikaribia anakuja kwa hamasa, akikaribia tu mlangoni, anarudi reverse. Baadaye akitokeza wao, hebu pisheni. Wanawake mambo yao ni ajabu ajabu. Yaani, hebu pishi, akaja kichwa. Nilimnyoosha. Huku usingizi unaendelea tu kawaida, lakini huku namshughulikia kwa kikamilifu. Ndio Bwana anachapa bakona. Yaani hata kama huna pango unashangaa huna fimbo nayo. Si unazo silaha za Bwana, bali silaha za Bwana mpaka kushinda siku ya uovu. Zile silaha za Bwana siku ya uovu huwa zinachomoka zenyewe. Zinaanza kufanya kazi. Tandika mzee utakajigeuza, piga mgongo, geuka, tandika mgongo. Anaguna tunaelewa utakoma. Hivi bado naendelea kulala. Huko ananyoosha na shughuli. Cheza na mlokole wewe. Ile mzee baada ya siku moja hivi nikajipitisha angazini kukutana naye. Kulikuwa na katani zilizozunguka zinatinga barabara. Yule mzee nikamwona kwa mbali, ila tunaenda kukutana barabara. Alikula kona ya nguvu akapotelea kona ya nguvu kwenye katani. Nikaona tu naona shati na pepea tu inaingia huko ndani. Huyu mzee alikuwa anaenda mashambani, alikuwa wapi? Basi kila mtu na mambo yake. Ukiwa mtu ambaye
unaonewa, unahatarishiwa usalama wako, na sio mara moja. Huwa inafika mahali Bwana anasema now it is enough, naenda kujitambulisha. Sasa wewe amemwona mara moja tu, hata hujamshuhudia. Mama yule aliambiwa na Bwana kawashuhudie. Mimi nawashuhudia wote. Mama wa watu akapata kazi ya kuwashuhudia wale waliokuwa wanakuja kukaa usiku. Kawazungukia wote. Akamaliza. Siku moja anazunguka, kafika kwenye mji mmoja. Kabibi kamoja kabisa, nimekuja kuleta habari za Yesu. Mama mwokoke. Pokea Yesu alikuwa ni Mwokozi. Akamuuliza, wewe mwaniki? Msichana maana yake. Wewe mwaniki? Wewe ni jasiri kabisa. Unakuja kuniambia habari ya ulokole kabisa. Wewe ni mkali kabisa, ni jasiri. Nina watu 700. Tukija utatukaribisha. Ninao 700. Wewe mwaniki unasikia? Ninao watu 700. Nikija utatukaribisha. Mama akasema, mama karibuni sana. Kama viti vitapelea, nitazima hata kwa jirani. Karibuni sana. Kama ni kwa ama, karibu sana. Lakini kama ni kwa ships, kwa shaka, basi kwa vyovyote karibuni. Kwa namna zote njoni. Nini? Unalakuogopa. Bwana kwa upande wako, na kwa juu yako. Huwezi kaogopa. Namna hujaogopa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kilichotokea, wote walioshuhudia walianza kupata shida moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine. Mmoja akachoka kuiba tu, mbuli kajaa. Akawa ni mtu wa kujigeuza hapo na yeye hapo, maisha yake yako. Haya mwingine, Bwana alikuwa anafuatilia mmoja hadi mwingine walioshuhudiwa. Haya. Sasa sababu gani inayopelekea ufanye hivi? Tunaenda kumaliza. Mwambie jirani yako tunaenda kumaliza. Twende tukaombe waharibikiwe sasa. Kuharibikiwa maana yake nini? Sasa unapoenda kuomba, kabla hatujaenda kuanza kuomba hivyo, tujue maana ya kuharibikiwa. Kuharibikiwa maana yake nini? Agent nimekwambia ni mabarozi, ni mawakala wa shetani, ni washirika wa shetani, na ni wajumbe, wafanya kazi wa shetani, ambapo kazi zake shetani ya kwanza ni kuonea. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Kazi ya shetani duniani ni kuonea watu. Kazi ya pili ni kuiba. Kazi ya tatu kuchinja na kuua. Yohana 8 mstari ule wa 44 na ile Yohana 10 mstari wa 9 na wa 10. Alikuja kuua, alikuja kuiba, kuharibu, kuchinja, kuangamiza, kuteketeza. Anaonea. Wafasi wake sasa, watenda kazi wake hawa ni wale wanaofanya kazi ya utumishi nyumbani mwa shetani. Wachawi ni watenda kazi katika nyumba ya shetani. Wanaojishughulisha na mambo ya kishetani ni maajenti, ni maadui, ni mawakala, ni mabarosi. Wao wanafanya kazi ya bosi wao. Sasa kuharibikiwa maana yake nini? Nimekuambia lazima iweko sababu. Unaweza ukawa unateswa miaka, wanahatarisha usalama wako, jina lako linatuka, jina la Bwana linatukana kila wakati, wanaharibu kazi ya Mungu, wanaharibu maisha ya watu. Adui kuharibikiwa maana yake nini? Kitabu cha Zaburi 35 mstari wa 1 hadi ule wa 8. Na ile Zaburi 109 mstari wa 1 hadi wa 15. Kuharibikiwa maana yake ni nini? Neno linalobeba hiyo kuharibikiwa ni kuharibu. Kwa hiyo kama anaharibu hekalu la Bwana, Bwana anamharibu. Kama anagusa kwenye jicho la Bwana, Bwana atapigana naye. Sasa tunaposema kuharibikiwa, maana yake ni uharibifu juu ya waliokusudia kukuharibia vitu vyako. Wanaweza wakawa wamekusudia kuharibu afya, uchumi, ndoa, maisha. Sasa
kuharibikiwa, maana yake ule uharibifu uweko juu yao. Tusome hiyo Biblia 35 mstari wa kwanza. Haya ni maombi ya Daudi. Anamwambia Bwana, Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie, utoe na mkuki, wapinge wanaonifuatia, yani wananifuatilia. Uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako, yani uokoe nafsi yangu. Waaibishwe waliokusudia mimi niaibike, wafedheheshwe waliokusudia mimi kufedheheshwa, wanaonihuzunisha, wanaonifuatia nafsi yangu. Warudishwe nyuma wanaonirudisha nyuma, wafadhaishwe wanaonifadhaisha, wanaonizuria mabaya wawe kama makapi mbele ya upepo, yani wapeperushwe. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini, sio tu waanguke pale baadaye wainuke. Ukiwaangusha wasiwezi kuinuka tena. Kama sio kuwaua, wakiangushwa wao wameangushwa kabisa, na wala sitategemea kuwa na vita nao tena, maana walianguka chini, na wakianguka chini wanasagwa tiki, wanasagika tikitiki. Kwa hiyo hawatainuka tena walioanguka chini. Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, walijikwaa wakaanguka. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Maana yake wanapoanguka chini wanajikwaa, wewe unaendelea kuwa salama. Wanakutega ili udondoke, wanadondoka wao, wewe unachapa hapo, unaendelea na safari. Hapo wameharibikiwa. Lakini anaendelea kusema, maana bila sababu njia yao na iwe giza na utelezi. Hata wakijaribu kukimbia wasitoboe, wakijaribu kukimbia wanaanguka. Si wewe unakimbia kwenye ndoto wanapokufukuza wachawi na maadui, ukijaribu kukimbia unadondoka, unajaribu unadondoka, unajaribu na, yani hiyo ndio inapaswa sasa iwe kwao. Maadui mwisho wa siku wanakupata, unajaribu kukimbia unadondoka, hao hapo. Sasa kama wao ndio watakuwa wanadondoka, malaika wa Bwana akiwafuatia, kwanza wanamchosha. Malaika wa Bwana akimbia, akija kuwapata wamemsumbua kuwakimbiza, anawanyosha. Bwana asifiwe. Njia yao hiyo giza na utelezi. Unakimbia, kuna utelezi halafu kuna giza nini? Bora utelezi lakini kuna mwanga. Giza halafu utelezi. Hujui unapokanyaga kwenye dimbwi, kwenye mchokoo, kwenye sindano, kwenye miba, kwenye misumari, kwenye. Kwa hiyo unapokuwa vita hii inapigana na Mungu, anaweza kuangamiza vikosi vingi sana, hata kama wako wengi kiasi gani wataangamia. Kwenye mazingira ya namna hiyo lazima waangamie. Mstari wa 7. Maana bila sababu wamenifichia wao bila sababu. Yani wananionea bila sababu, wananifichia wao bila sababu, wananichimbia shimo nafsi yangu. Nimekosea nini? Sina kosa. Bila sababu wananichimbia shimo, bila sababu wananiinukia. Bwana nitetee, naomba unitetee Bwana, sina namna, nifanyeje? Watu hata nikijieleza kwao sieleweki, nitetee Bwana. Mstari wa 8. Uharibifu na umpate kwa ghafla, na wavu alioficha umnasi yeye mwenyewe. Wamenifichia nyavu, wananitega mitego kwa asili, ili nikipita pale niharibikiwe. Wameniandalia mitego niharibikiwe kiuchumi, niharibikiwe kiafya, niharibikiwe ufahamu wangu, waharibikiwe watoto wangu wasiweze kusoma. Nia yao ni mbaya. Mungu nitetee. Bwana asifiwe. Mstari wa 8 anamaliza kusema kwa uharibifu aanguke ndani yake. Umnase yeye mwenyewe, na kwa uharibifu aliyouandaa aanguke ndani yake. Uharibifu aliokusudia aangukie huko. Aliweka shimo la mauti ili ndio afiwe. Aliweka hasara mbele yangu, hasara ije kwake. Amekuwa akinirudisha nyuma, arudishwe nyuma yeye. Amekuwa akileta hasara kwenye maisha yangu, hasara ije kwake. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu vinafanyika ukifunuliwa unaumia sana.
ukifunguliwa. Kuna mwanangu mmoja alikuwa na changamoto ya afya. Hayo maombi lazima yafanyike. Nilimwambia kaombe maombi hayo. Anauguza kila mwezi lazima akauguze. Mwisho akaamua kuchukua chumba kahama. Kwa sababu kila mwezi anafanyaje? Anauguza. Lengo apunguze gharama ya kwamba akienda kuuguza mama anakaa na watoto na ni hospitali, yeye anaenda kutafuta loji. Sasa badala yake hao anafikia kwenye nyumba yake. Yaani unapanga kwa sababu ya tatizo ya ugonjwa. Yaani tatizo limetengeneza lina modify maisha mengine ambayo haukuyaishi. Halafu kagundua. Siku moja nikamwambia John tu, mleteni mtoto na hicho chumba naomba mkirudishe. Utapanga aya ukipewa ufaa Buganda na kwa nini kupanga? Aya muhimu na kwa nini nyumba? Una maisha gani wewe hayo? Utaweza? Yaani umejiandaa na uko tayari kwa tatizo utahimili. Utaweza. Leta mtoto tumwombee. Pachika mkono. Ninapachika mkono kwa mtoto nimembeba hivi. Nasema tu Baba katika jina la Yesu anadondoka mama yake. Mama anadondoka. Pepo siji mzimu. Maana aliyekuwa anamsumbua alikuwa hata hajafa, huwezi kuita mzimu. Mzimu si mpaka amefariki. Haya alikuwa hata hajafa. Anasemaje? Kuku anakula mayai yake, niache. Wakisukuma sasa. Nikokoleleko mmake gari, niletake. Ameneni, nurufa nina. Hapo nimenena kwa Mungu kidogo. Kuku anagonga mayai yake. Niache usinisumbue. Maana ni ya kwako, hata Mungu anaweza kukupa. Kumbe hawa watoto kuugua ni kuku anagonga mayai yake. Nikamuuliza, wewe nani mwenye mayai ya namna hii ya kuwa yanakaa na shida namna hii? Mimi ni bibi yake. Bibi yake. Una mayai na wewe. Hii ni mali ya Bwana, wale watoto wa Mungu. Waacheni watoto wadogo waje kwa ufalme wa mbinguni ni wao. Hawa ni wana wa Mungu hawa. Wewe una uwezo wa kuumba hata ganda la yai. Paka uje uumbe na kale kandani karangi ya njano. Utaweza kweli? Tambia yasiwe mengi. Sasa hawa watoto kuanzia leo sio mayai yao, ni mayai ya Bwana. Bwana ndiye aliyeumba mwanadamu. Mwanadamu hajawahi kujiumba. Nataka uondoke haraka iwezekanavyo. Uiachie hii familia. Mtoto umemwachia. Yaani siombei tena mtoto ndugu yangu. Ninakemea pepo limeangukia kwa mama yake huyu. Na mama yake huyu sio yeye, mama wa mama yake ndio kuku mwenyewe anayegonga mayai. Anakula wajukuu zake. Sawa. Nikakemea timu akaondoka. Nikamwangalia huyu mama sijui jasiri nimwambie kwamba kuna kuku anashambulia mayai yake. Sasa ataweza kuhimili au ataenda kusema tu kama mchungaji wetu anatuambia kumbe wewe ni mchawi. Hata kama atakuwa ni mchawi tumemuona uwezo. Nimekuona kabisa leo usiku, yaani nakupasha live kwa sababu mama akikukamatia nchi kavu, usije ukaruhusu na kufikisha kwenye kina kirefu kwenye maji. Umekwisha. Gangamala tu pale kwenye nchi kavu. Atachoka. Nataka kumrahisishia kazi ya kushinda haraka. Kubali kwenda majini. Kama vita ni ya roho, ukitaka ushindwe haraka, irudishe mwilini. Unaferi, unampeleka mama kwenye maji wakati amezaliwa kwenye maji. Wewe umezaliwa nchi kavu hospitali Uganda. Wenzako wamezaliwa ziwani. Wewe umezaliwa nchi kavu. Kama vita ni ya roho, usionyeshe hata dalili huku nje. Unanielewa? Amen. Usidhihirishe, yani wewe uwe vile ulivyo siku zote, morali yako, salamu yako kwake iwe vile vile. Hai. Acha siku hizi mbona kuna nichukia hata kama yeye anakutafiti kwenye sura yako aone kama kuna kapointi hata umembaini. Usionyeshe kwenye sura yako. Uwe vile vile siku zote. Kama ni salamu. Karibu sana. Kwake unafika. Kwako anafika. Siku hizi hata asikai hata kwa gani hata kunywa maji kwa jirani.
Wanasifiwe sana. Hapo walokole huwawezi kabisa. Nilishamuona kabisa alafu nijipeleke kwa siwezi. Wewe unapigana mwilini wewe. Hebu mwachie Bwana ipige vita. Utaona navyo isofu kesi kirahisi kuliko ambavyo ungejishughulisha nayo. Haleluya. Yaani mimi hata kinga kwangu. Mimi nakuwa busy. Usiwe busy. Hatujafundishwa hivyo. Adui yako akiomba nyama mpe kama zipo. Akiomba chakula anaambia saidia. Ndio unampalia makaa, baadaye unainenea sadaka. Si sadaka unatoa kwa Bwana, hata kama unampa Yesu unasema kwa Bwana, Bwana natoa sadaka hii kwako, sio kwa huyu. Naitoa kwako ili mema kwa ajili yangu. Lakini Mungu hii sadaka ikitumika vibaya ilete maafa. Na mtu mmoja aliwahi kupeleka kuku kwa mchungaji wake. Alipopeleka kuku kwa mchungaji ya supu, mchungaji ametoka kwenye maombi kama tulivyokuwa kwenye maombi juzi. Hapo mimi sijaona supu hiyo. Lakini kuna supu za aina nyingine. Ikaletwa. Sasa ilipoletwa, mchungaji sasa alikuwa na maelekezo lakini yeye akaibeba. Baba, katika jina la Yesu, sadaka hii imeletwa mbele zako. Yote yaliyokusudiwa kupitia sadaka hii, mabaya yote, kila ubaya uliokusudiwa, mara 7 na uzidisha. Na urudisho ulikotoka mara 7 kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mama ubarikiwe sana. Chukua kuku wako. Vipi hapo? Umepeleka sadaka unarudi nayo. Alafu imeongezewa moto mara 7. Alikuwa na maelekezo usifanye hivyo. Kama una maelekezo. Usifanye hivyo kama una maelekezo. Akamaliza. Yule mtu alipanja siku ile akakanyaga. Baadaye akaanza kuibua tu. Tulikuwa na kina mwana fulani, na kina fulani. Tulikuwa tumepanga kabisa mchungaji akitoka tu kwenye maombi ndio tunapita naye hapa hapa. Yaani anatoka kwenye maombi hapo mnapita naye sasa hivi. Na upako wote huo. Watu wanatafuta matatizo. Bora wao na misemo fulani tunasemaga bora unaiba rambirambi kuliko kuiba sadaka. Heri kuiba rambirambi kuliko nini? Heri kuroga mlevi kuliko kuroga mchungaji. Heri kuroga mpagani kuliko kuroga mkokole. Kwa aina yoyote. Amen. Kama umeokoka, tafadhali. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Baada ya kusema hivyo, yule mtu akafunguliwa. Nikamwambia rudisha chuma. Wakakaa miezi 6 wazima. Wala hakuna homa. Nikamwambia yule mwanamke, na kuna kuku anafuatilia mayai. Wewe makini sana, mayai usiache kuna kuku anataka ndio. Inajua kuku akiwa anagonga mayai, kuna kazi dawa yake ipo. Kama sio kukata mdomo, unaweza tukambadilisha au kumchinja. Akija mgeni. Au unamuuza. Sasa huyu anayekula mayai, tuchome mdomo, tukate kichwa ile supu, ama tukabadilishe kwa wauzaji. Sasa hapa ngoja tumsikize Bwana. Kama tunakwambia kuchinja, sawa. Kama utasema kwamba tubadilishe, kama abadilika okoke, basi sawa, ndio kubadilisha kwenyewe sasa. Basi naomba tu nimpeleke sehemu nyingine ambapo hakuna kuku wengi akakae huko. Basi hiyo nayo ni uhamisho, ahame. Jamani akihama sasa anarusha mishale inafika hata kama huko Mbeya. Huko anakohamia hata sugua. Ila ukitaka kumbadilisha yani aokoke basi. Ila kama na kwenyewe ana ngoma, peleka moto. Akakaa miezi 6 akaota mtoto wake yule alishakufa na kaburi lishaota na majani. Jana anaota tu anamwangalia mwana, yani akajiona amekaa nyumbani kama vile mwanamke amejifungua juzi, ile wanavyonyesha kama hivi. Amepiga taya. Anaangalia. Anasema nilikuwa nimejiona nimepauka. Ninaangalia kaburi nilipomzika mwanangu. Liko karibu na nyumbani. Na lilishaota na majani. Ninasema jamani mwanangu fulani, kweli amekufa. Ona na kaburi lake limeshaota na majani. Anasikitika kwa ndoto. Anakuja kushtuka, mwanae yuko hapa mbele. Tangu asubuhi anajiuliza, hivi mwanangu alishakufa? Ninaota
au ni halisi. Lakini kipindi kile niliambiwa kuku anakula mayai. Akakaa na ndoto yake asubuhi, mchana, jioni. Hii uzalendo kamshika kwamba siwezi nikalala na hii ndoto. Siwezi nikalala na huyu. Ngoja nimfuate baba. Akaja. Kaambia mzee, yaani nimeshindwa. Leo siku imeisha vibaya. Hata sigara. Japo sina maombi, lakini hata kula. Shida ni nimeota mwanangu fulani ameshafariki zamani, mpaka nakaburi nishaota ni majani. Sasa mimi nilikuwa najiandaa kwenda Dar es Salaam sikini. Nikamwambia sasa, ngoja tuombe maombi haya. Achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe. Aviringisha jiwe kutoka. Kila anayetangaza nyavu anaswa kwa nyavu hiyo. Aharibikiwe anayetakwa. Anayegusa kwa jicho la Bwana, Bwana hatavumilia. Bwana aharibie hekalu lako, ataharibiwa. Sasa mama, haya ndiyo maneno ambayo tunapaswa kuyaendeleza. Mimi naomba sasa hivi kurudisha mauti inapotoka, mabaya yanapotoka. Maandiko haya yakusaidia. Kesho ufunge. Mimi niko safarini kesho. Funga. Usiwe na maajenda mengi wakati mtu anataka kama mtoto. Wewe hamisha majeshi yote. Yaani kama kuna sungusungu, sisi kuna mgambo, sisi kuna fidifosi, walete wote kushughulika kesi moja. Hii ni vita. Kusanya majeshi yote wa magereza, wa hifadhi, TANAPA, walete tu. Si wanajua na wao kwa tumeshinde. Wanafanya geje wakati wanyama wamesala huko. Walete na wenyewe. Piga majeshi yote yawe hapo. Anasifiwe sana. Amen. Fanya kitu hicho tu kimoja. Narudisha mauti ilikotoka. Achimba heshima tatumkia. Aviringisha jiwe likotoka. Hivyo tu. Kesho amkia Mungu. Kapiga maombi saa 12 zile. Zilikuwa na mambo ya ajabu sana. Asubuhi akayapiga maombi hayo. Saa 5 kukatokea tukio la kufanana. Ikakaribia tikito fulani. Akasema mimi sijali hilo. Naendelea. Akaendelea akapiga. Usiku amemaliza kuandalia chakula. Kulikuwa na vikwazo kwenye maombi yake, alikuwa na upinzani, vita kali, lakini hakuahirisha. Ilikuwa inafika mahali ya Bwana, unanijua ninavyoomba. Najua mazingira pia niko katikati ya watu siwezi hata kuomba, lakini Mungu, mauti irudi ilikotoka. Pigana naye. Ilipofika saa 2, maliza kuandaa chakula akaomba pale mpaka saa 4, akamwambia Bwana, ninaomba ifikapo saa 8 uniamshe. Ndio Bwana ni mwaminifu. Ukimwambia saa fulani akuamshe, atakuamsha. Na wewe mwenyewe mzee. Aliamshwa saa 7 na simu anaambiwa lile kuku linalokulaga mayai limefariki. Limedondoka. Ghafla. Yaani huwa ni ghafla, kwa kasi, haraka. Lakini kuna kazi aliyoifanya ya maombi. Akashinda mpaka leo. Huyo mtoto ambaye na kaburi lake lilikuwa limeota majani, sijui yuko darasa la 5. Kaburi lishaota majani, lakini nakuambia saa hizi yuko la 5 sasa. Na kaburi lishaota majani. Yaani alishakufa akazikwa, kaburi likaota majani, anasoma la 5. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ukiwachekea hao wanaokusudia mabaya, watayafanya. Kama uchukui hatua, kama ubebe kwa uzito, watafanya mambo yao. Kitabu kile cha Zaburi ya 109. Tunaenda kumaliza. Mstari wa kwanza mpaka 15. Mimi ninajiamini kusoma kwa haraka. Mungu wa sifa zangu, usinyamaze, kwa maana wamenifungulia kinywa cha mtu asiye haki cha hila. Wamesema nami kwa ulimi wa uongo, nami kwa maneno ya chuki. Wamenizunguka, wamenipigana nami bure. Badala ya upendo wangu wao hunishitaki, ijapokuwa naliwaombea mema. Wamenichukuza mabaya badala ya mema, yaani wamenilipa mabaya badala ya mema, na chuki badala ya upendo wangu. Mimi nawapenda, wao wanaendelea kunichukia.
weke mtu mkorofi juu yake, mshtaki asimame mkono wake wa kuume. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Siku zake na ziwe chache, usimamizi wake na atwae mtu mwingine. Wanawe na wawe yatima, na mkewe na awe mjane. Kutanga na watange wanawe na kuomba, watafute chakula mbali na mahame yao. Mdai na anase vitu vyote alivyo navyo. Wageni na wateke mapato ya kazi yake. Asiwe na mtu wa kumfanyia fadhili, wala mtu wa kuwahurumia yatima wake. Wazao wake waangamizwe, jina lao likafutwe katika kizazi cha pili. Uovu wa baba zake ukumbukwe mbele za Mungu za Bwana, na dhambi ya mamaye isifutwe, ilipe juu yake. Yaani madhambi ya wazazi wake yadaiwe kwake, yeye azibiwe badala ya madhambi hayo. Mstari wa mwisho, ziwe mbele za Bwana daima, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Aliondoa kumbukumbu la mtu duniani mpaka amefariki. Ni kuua. Mchungaji kwa unafundisha kuua? Mimi sijafundisha kuua, mimi nafundisha maombi. Kurudisha, kuomba Bwana waharibikiwe wanaoharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfano wa uharibifu kwa maadui. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 13 mstari wa kwanza hadi wa 6, kuna mtu mmoja alitokea anatabiri. Anasema, madhabahu, sikia neno la Bwana. Atazaliwa katika Daudi jina lake Yosia. Atawachinja makuhani wanaofukiza uvumba mahali hapa. Na hii ndio ishara, madhabahu itapasuka, vipande vitavunjika, majivu yatamwagika. Yaani ile nguvu au ule moto wa hiyo madhabahu uwe majivu, na pia yale majivu yawe yamekwisha kuexpire. Majivu ni baada ya moto kuwaka, hauna kazi tena. Majivu ni kuzoa kwenda kutupa. Ile nguvu yao, madawa yao, uganga wao, uchawi wao, nguvu yao imwagike, haina kazi tena. Akatokea aliyekuwa mlinzi siku hiyo, akanyosha mkono. Anasemaje huyo kijana? Mkamateni. Mkono kaganda, kapalala hapo akaganda. Akajiuliza inakuwaje tena? Akamwambia ndio kai hivyo kwanza. Na ishara hii, madhabahu itapasuka na majivu yatamwagika. Baadaye yule mzee akasema, samahani nabii, naomba niombee. Nikuombeje sasa mzee? Si umesema nikamatwe? Niombee tu mzee. Nisamehe sana mtumishi wa Mungu. Sasa kwa sababu umeomba, sawa, mna shida. Basi Bwana kusamehe. Rudisha mkono wako haraka. Rudisha. Naomba sana mheshimiwa, twende nyumbani kwangu tukale chakula. Umenifanyia jambo zuri sana. Sina hakika wewe nia yako kwanza ilikuwa ni kunikamata, pengine mimi ningedhurika. Inakulaje kwako? Siri wala simu. Niache niende na safari zangu. Mimi ni mjumbe tu. Akaondoka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa sababu huyu aliyekuwa analinda akasema, huyu mtu anayeharibu vitu vyetu ni nani? Madhabahu itapasuka vipande. Inawezekana hii madhabahu na wale wasimamizi wa hiyo madhabahu ndio wahudumu, wale wazaliwa wa kwanza, wale makuhani watachinjwa. Maana yake kuna madhabahu, kuna mhudumu wa madhabahu, na kuna nguvu ya madhabahu, nayo itamwagika kama majivu ambayo moto wake ukisha kuwaka haina nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lengo kubwa sana ni kwamba wewe upate kuokolewa mitego ya yule mwovu ivunjike. Utaandika Zaburi ya 124 mstari wa kwanza hadi wa 8, ambapo kuna maelekezo ya kumshukuru Mungu baada ya maombi hayo. Anasema mtego umevunjika, nasi tumeokoka kama ndege. Msaada wetu katika Bwana. Maana yake Mungu ndiyo msaada wetu katika mazingira haya. Kwa hiyo inawezekana pando waliolipanda maadui likang'olewa, lakini zindiko walilolizindika likaendelea kutesa familia likafia hapo kama walivyolizika. Inawezekana yale madawa yaka-expire, ule uchawi uliokulisha, manuizo ulionuizwa yaka-expire, maneno uliyonenewa yakaharibika, na inawezekana uchawi ukaishiwa nguvu kabisa. Mungu ana uwezo mkubwa sana, hata watakao kuja kusaidia kwenye vita hiyo huwa hawawezi kutoboa.
huwa hawezi kutoboa kabisa. Kwenye Isaya inazungumzia habari ya mtu ambaye alikuwa ni mchawi wa miaka mingi, na alikuwa mchawi tangu ujana wake, na alikuwa anajivunia uchawi kwa sababu alikuwa na heshima fulani. Maana uchawi bwana wakati mwingine kumbe ni mzuri kwa wale wenye nao, maana unawapa kujiamini sana. Ukijiuliza, mbona anajiamini sana huyu? Kumbe uchawi unawapaka kwa kiburi. Ndio maana alikuwa anajiona Yesu kwa salama. Sikia maneno yake, anasema Isaya 47 mstari wa 8. Sasa nasi sikia haya, wewe upendaye anasa, ukaaye na kujiona salama, ndiwe wala wewe umesema moyoni mwako, mimi ndiye, wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Sikukete mfano wa mjane, wala sitajua kufiwa na watoto. Lakini mambo haya mawili yatakupata katika dakika moja, siku moja: kufiwa na watoto na ujane yatakupata kiasi kitimilifu. Uchawi wako ujapokuwa mwingi na uganga wako mwingi mno, maana umetumainia ubaya wako, umesema hapana anionaye. Hekima yako na maarifa yako yamekupotosha, na umesema moyoni mwako, mimi ndiye, wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Hii kauli ni ya Bwana ya kwamba mimi ndiye wala mwingine hapana. Hii ni kauli ya Bwana. Yaani mtu anaroga mpaka anajiona kama hakuna mwingine ila yeye ndio yeye. Hapa ni kukalia kiti cha Bwana. Ni hatari sana. Anasema, kwa sababu hiyo ubaya utakupata, wala utajua kutopoa kwake, na msiba utakuangukia, hutaweza kuuondoa, na ukiwa utakupata kwa ghafla usiojua. Simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitabisha nao tangu ujana wako, labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi na wasimame hao wajuao faraki. Faraki ni elimu ya kichawi inayofundishwa kule kwenye Qur'ani, elimu ya kichawi level ya juu. Ukitaka uwe kiongozi mkubwa sana wa kidini kule, uwazidi wenzako nguvu za ushirikina. Kama unazo kidogo huwezi. Maana siku moja mtume alilogwa. Aliporogwa ilimuuma sana, akaja kuokolewa na Jubilee. Unaifahamu hiyo? Yesu wake aliwahi kurogwa sasa. Sasa kule kama mtume anarogwa, wewe shehe, wewe ustaz, lazima ujipange usilogeke. Kuna majini mengi ya kutosha. Elimu ya faraki ni elimu ya kichawi cha kiwango cha juu. Ndio anaambiwa waite hao wachawi wao, yaani wanakuta ni supervisor, wanakuwa wako juu kidogo. Kuna wachawi wa shamba na fisi, lakini kuna wachawi wanatembea kwenye kijiko na kwenye kamfagio au kwenye upepo, wameadvance. Sasa wewe bado uko na zama za kale, unanuka harufu ya fisi, ndio kwa sababu unapanda fisi. Wenzako alishatoka kwenye uchawi wa kizembe huo. Wameadvance, lakini nafikiri hapa hamna haya maneno hata hayahusu, kwa sababu kuna mchawi hapa. Haya matokeo yatatokea tu baada ya kutamka Bwana waharibikiwe. Yatajulikana tu kama watakuwepo au wako mbali. Tazama, anasema sasa kwamba hata wangewaendea hao wazitazamao nyota, watabilio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayokupata. Tazama, watakuwa kama mabua makavu, moto utawateketeza. Hawatajiokoa na nguvu za mwali wa moto. Hautakuwa kama kukota moto, wala moto wa kukaa karibu nao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kumwambia Bwana waharibikiwe maadui wa maisha yetu. Kwenye ukoo anaweza akawepo anayeharibu maisha ya wanaukoo au wanafamilia, kiafya, kiuchumi, kielimu. Kwenye eneo la ndoa, kazi yake ni kuharibu. Sasa unaweza kujikuta wako maagent kwenye familia ulikotokea, kwenye mtaa ulikotokea. Ndio maana mara kwa mara unajiona unawaona watu wa mtaani kwenu, unaona watu wa kwenye mtaa. Unajiona uko kule kijijini ulikokuwa unasoma shule ya msingi mpaka leo. Wakati ulishamaliza ulishasahau wanavaaje kaptula sketi ya shule, ulishasahau. Lakini kila siku unajiona uko darasani sasa. Tena kijijini kule kule.
Nyumba ile ile mliokuwa mnaishi na ilishakombolewa mkahamia sehemu nyingine, ndio huko mle mle kwenye hiyo nyumba ya zamani. Na ilishaondoka, unalimaga pale, ilishakuwa shamba. Yupo mtesi, agent aharibui maisha yako, mpinzani anayelimoti maisha yako akiwa mbali. Kwa hiyo unapaswa kuomba aharibikiwe anayekukwamisha, kukuzuia kufikia hatua njema. Inawezekana Misri, Farao alikuwa tishio kuwafanya watu kubaki kwenye utumwa, lakini njiani kulikuwa na mataifa mbalimbali kama Wamaleki na usumbufu kede wa kede. Lakini hata kule Kanaani na kwenyewe kuna wale wa Kanaani kabisa, na kule kanisani Iskariote yupo kabisa. Bwana asifiwe. Maagenti kanisani, maagenti mtaani, maagenti nyumbani, kwenye ukoo, kwenye mtaa, kwenye mji, kwenye mkoa, kwenye taifa, waharibikiwe. Bwana asifiwe. Unaweza ukawepo agent anayefuatilia adui wa ndoa, adui wa afya, adui wa uchumi. Kila kitu naona ni kigumu hakiendi, hata ujui kinatokea wapi. Binti moja alishangaza kwa sababu alikuwa mfanyakazi wa ndani. Siku moja alikuwa afurahisha na kuona wanandoa wanapendana, akaamua kuharibu ndoa. Na hakuwa ameharibu moja, alikuwa ameharibu nyingi. Alikuwa na uwezo wa pagani sasa. Alikuwa na uwezo wa kujifaulisha, akaingia kwa mwanaume, mwanaume akabadilika. Akahamia kwa mwanamke, akakifanya hicho kitu. Akaanzia kwa mwanamke. Yuko pala anaosha vyombo, akaingia kwa mama. Wakati mume wake anakuja, mume alikuwa anajua tu akija anamkimbilia, "Sweetie, hani." Siku ile anakuja, "Wao mke wangu." "Mke wako nani?" "Bao fulani." "Imekwaje sweetie?" "Dia." "Umepatwa na nini dia?" "Dia kitu gani?" Yule mwanamke anafoka, "Jiangalie, hivi mimi ni wa kuolewa na wewe? Hivi ujielewe? Yaani mimi nilivyo hivi anazunguka. Ni wa kuolewa na wewe?" Hani amebadilika. Siti amebadilika. Paka anashangaa kwamba, "Is she my wife?" Mimi niwe mke wako, mimi kaka foka dada, piga Kiswahili laini. Kama vile kananena kwa maneno magumu. "Jiangalie, domo kama domo la choo." Yule baba alirudi livasi kidogo, akamzunguka nyuma ya nyumba. "Hata uende wapi, habari unayo?" Angalia kusokomezwa tu hata kama hiyo. Yule pepo alikuwa kadada kanaosha vyombo. Kakaamua sasa kabadilishe gia tena. Kakahamia kwa baba aliyezunguka nyuma ya nyumba. Sasa amejaa hasira. Kakaingia. Kalipoingia huko kakawa fura. "Umefanyaje mume wangu?" "Dia, umefanyaje?" "Sitaki usumbufu, sitaki kuongea na mtu." "Chukua begi, nguo zake, tupa nje, tupa manguo." Kapiga simu, "Bajaji njoo. Beba yule mwanamke aondoke hapa kwako." Mwanamke anapiga na magoti analia, "Mume wangu." "Wewe, mimi sio mume wako. Nenda kwa waume zako. Mimi sina hadhi ya kukuoa wewe." "Si umesema wewe?" Hana mjadala, akaondoka. Aliyeharibu ndoa kadada kako pale kanaosha vyombo bado. Lakini nilifanya kama vizuri. Sasa wangu sasa bosi zangu. Yule baba amekasirika mno. Ambia, "Mshahara wako shingapi? Chukua hela yako na toka." Akaisambaza familia siku hii. Kapepo kadogo tukako ndani ya mfanyakazi. Lakini ule hashikiki, ni pamoto. Kuna bahati mbaya sana kama hukai vizuri na Mungu. Kuna vitu vinaharibika kizembe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kale kadada bahati nzuri kalikuja kakaokoka. Kalipokoka ndio kaanza jamani, kakawafuata, kumfuata yule baba kumwomba msamaha, kumfuata yule dada kumwomba msamaha.
mimi nimeua ndoa za wapendanao, sio moja, nyingi. Na mimi kazi zangu zilikuwa ni za ndani. Nikitoka hapa nipata kazi sehemu nyingine tena. Sina shida na wafanyakazi wa ndani, msinifikirie vibaya, sio wote. Kanieleza kabisa, mimi nimeamua kuokoka, niseme ukweli. Nimeharibu ndoa za wapendanao za kutosha. Sijui na kwangu niliharibiwa kwenye huo mgumu. Na kwa sababu nilikuwa hujui inawezekana. Bwana asifiwe. Tusimame. Message sasa. Si umeelewa? Sasa tunaenda kuomba. Unazo sifa lakini muulize jirani, unazo sifa za kuomba hapo? Usije ukarudishiwa, usije karudi mishale kwako. Unaomba haribikiwa ni ghafla.